kwa wazazi na walezi, niwaombe kuhakikisha kwamba watoto wetu hawatumii vifaa vya kielektroniki kama simu, internet, luninga bila ya uangalizi wa karibu, ili kumwepusha kujiingiza kwenye maeneo hatari ya kuweza kufanyiwa ukatili wa kimtandao. Pia matumizi yaliyopitiliza kiasi kwamba anaweza kusababisha urahibu kwa mtoto. Athari zake ni pamoja na kukosa muda wa kujisomea na kusaidia kazi za nyumbani ama kazi za familia. Lakini vile vile kwa mzazi ama kwa wazazi na walezi, tuhakikishe kwamba tunazungumza na watoto wetu na kuwafuatilia mienendo yao kila mara, ili kumwepusha na vitendo vya ukatili, ikiwa pamoja na ubakaji, ulawiti na mimba, na kukumbuka mtoto anaweza kufanyiwa vitendo hivyo na kukaa kimya bila kutoa taarifa. Hivyo tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatengeneza urafiki na ukaribu, ili kuweza kutueleza juu ya majanga na matatizo mbalimbali ambazo wanakumbana nazo katika jamii inayowazunguka. Aidha, niwaombe kwa wazazi na walezi kuhakikisha kwamba mtoto hafanyi kazi hatarishi. Sheria inayotoa zuio kwa watoto kuajiriwa migodini, vyombo vya majini kwa maana melini, viwandani na kwenye mashamba makubwa. Pia ni kinyume cha sheria mtoto kuwa kwenye baa, vilabu vya pombe na kumbi za starehe, hasa nyakati za usiku. Hivyo niwaombe sana wazazi tuhakikishe kwamba tunakuwa wasimamizi na kuwachunga watoto wetu, ili kuwatoa katika riski hizo ambazo nimeziainisha. Lakini vile vile kwa wazazi na walezi, tuhakikishe kwamba mtoto hafanyi kazi hatarishi kama ambazo nimezieleza, ili kusudi pia kumtoa katika tamaa ambazo hazina msingi na zinaweza zikamshawishi kufanya vitendo ambavyo baadaye athari yake inakuwa ni kubwa na kumwathiri hata kisaikolojia, na wakati mwingine kama ambavyo tulisema kuweza kupoteza maisha. Ndugu wageni waalikwa, ndugu wazazi mlioko hapa, na ndugu viongozi wa ngazi mbalimbali ambao mmehudhuria maadhimisho haya kimkoa, tuendelee kuhamasisha na kuasisitiza watoto kutoa taarifa dhidi ya ukatili wanaofanyiwa, hasa kwenye madawati ya jinsia na watoto ambayo yameanzishwa kwenye vituo vya polisi, ofisi za ustawi wa jamii, ili kupatiwa msaada wa haraka pale wanapopata changamoto. Na tusisubirie mpaka wanapopata changamoto, tuanze kuwajenga kisaikolojia ili waweze kutumia vyema madawati hayo ambayo yameanzishwa na kuweza kuleta tija katika jamii.